Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa madiwani, Halmashauri ya Mji wa Kondoa kwa kipindi kile chote ambacho baraza alikuwepo, sheria, taratibu na kanuni zimetuelekeza kuendelea kusimamia shughuli za halmashauri kwa mamlaka ya ambavyo yameelezwa kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, ambacho naweza kukuhakikishia halmashauri yenu iko salama. Tumeendelea kusimamia kazi mbalimbali za halmashauri kama sheria na taratibu zinavyoelekeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiri kwamba tulitoa taarifa na katika siku 7 ambayo waheshimiwa madiwani mlipata makabrasha haya. Taarifa hii imekuwa nayo kwa siku 7. Taarifa tuliyotuma haiwezi kukidhi mambo yote ambayo tumeyafanya, lakini ni muhtasari kidogo wa shughuli mbalimbali sisi kama management ya halmashauri ya Mji wa Kondoa, mimi kama mkurugenzi, lakini na wasaidizi wenzangu tulioyafanya kwa kipindi ambacho hamkuwepo. Kwa hiyo kina cha taarifa hiyo tutakuja kujadiliana kwenye vikao vya kamati zitakapoanza. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kupitia taarifa hiyo ambayo tuliwapa, shughuli ambazo tuliendelea kutekeleza, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia ukurasa wa kwanza wa kabrasha niliowatumia, tuliendelea kutekeleza usimamiaji wa miradi, tuliendelea kutekeleza maagizo mbalimbali kama yalivyotolewa na viongozi, tuliendelea kufanya uendeshaji wa kusimamia watumishi wetu, lakini mwisho kabisa tulisimamia ufanyikaji wa vikao vya kisheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, vikao vyote vya kisheria vilivyoelekezwa vimefanyika. Na taarifa hii Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia ukurasa wa kwanza, wakati mnaondoka mwaka 2024-25, kwa maana mabaraza yalivunjwa mwezi wa 6, mwaka wa fedha ulikuwa hujaisha, kuna miradi ambayo mlituacha tunaitekeleza ambayo ni ya mwaka wa fedha 24-25. Ukiangalia ukurasa wa kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeweka pale miradi yote ambayo mliacha tunaitekeleza, japo kwa muktasari, na nikuhakikishie Mheshimiwa Mwenyekiti na madiwani wenzako, 99% ya miradi hiyo imekamilika na inatumika. Kwa kuitaja kwa haraka, mliacha tuna ujenzi wa shule ya Amali Kingale ya milioni 544, imekamilika na inafanya kazi. Mliacha tunajenga shule mpya ya Suruke, shule ya kata, milioni 544, imekamilika, inapokea watoto. Mliacha tunajenga madarasa 8 Bicha Sekondari, yamekamilika na yalizinduliwa na mbio za Mwenge. Mliacha tunajenga madarasa 7 na matundu ya vyoo Tura Sekondari, yamekamilika na yanatumika. Mliacha tunajenga nyumba ya mtumishi Borisa Sekondari, imekamilika na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alikuja akaizindua. Ni miradi mingi sana ambayo mliacha. Miradi michache ambayo haijakamilika tupo kwenye hatua za mwishoni kama taarifa kwenye kabrasha mlionalo inavyosema. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia ukurasa wa 2 mpaka wa 5, tumeweka taarifa ya utekelezaji wa miradi ya kwa mwaka wa fedha huu tulionao 25-26. Kwa mwaka wa fedha 25-26, halmashauri ya Mji wa Kondoa iliidhinishiwa bajeti ya bilioni 21.6, ikiwa inaambatana na mishahara, matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bilioni 21 hizo, bilioni 5.573 ni miradi ya maendeleo ambayo inahusu serikali kuu na mapato ya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufika Oktoba 2025, kati ya bilioni 5.573 halmashauri yako ya Mji wa Kondoa tumepokea shilingi bilioni 1.6 kutoka serikali kuu na mapato ya ndani. Hii taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti iko ukurasa wa 2 wa kabrasha lenu, paragrafu ya kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya fedha hizo zilizopokelewa hadi kufikia Oktoba 25, kiasi cha shilingi bilioni 1.174 kimetumika. Jedwali namba 1 ambalo linaonyesha serikali kuu na wahisani, jedwali namba 2
ambayo inaonyesha mapato ya ndani, ukurasa wa 2 hadi wa 5 linaonyesha taarifa yote hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa madiwani, mezani kwenu mmekuta kabrasha. Katika kabrasha hilo tumewaandalia taarifa ya miradi ya 25, 26 kwa ujumla ambayo tunakwenda kuitekeleza, ili madiwani tunapoanza kazi tunakwenda kwa lugha moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, ikumbukwe 24, 25 tulivuka na bakaa, ambayo taarifa hii Mheshimiwa Mwenyekiti iko ukurasa wa 5 mpaka wa 6. Tumeonyesha bakaa tuliovuka nayo, miradi ya aina gani, kiasi kilichotumika na kiasi kilichopo mpaka mwezi Oktoba. Mheshimiwa Mwenyekiti, bakaa hii unaiona mpaka kufikia Oktoba, jumla ya shilingi milioni 752 zimetumika. Na bakaa hizi nyingi Mheshimiwa Mwenyekiti ni fedha ambazo zimeingia hapa mwezi wa 6 na tunaendelea nazo. Ya kwanza, tuna mradi wa milioni 302 katika kata ya Seria, ujenzi wa shule mpya ya mkondo mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ametupatia tena fedha ujenzi wa madarasa 3, matundu 6 ya vyoo Urumbi, lakini madarasa 2 na matundu 6 ya vyoo kwa shule ya awali pale pale Urumbi. Lakini tumepata madarasa ya msingi na awali pale Iboni shule ya msingi. Tumepata madarasa pia maji ya shamba shule ya msingi. Hii yote ndio fedha za bakaa ambazo Mheshimiwa Mwenyekiti zimeingia hapa mwezi wa 6 mwishoni. Lazima tuzitoe taarifa kwenu, na taarifa ninayo Mheshimiwa Mwenyekiti, hii miradi ipo hatua za hatua mbalimbali. Kama Iboni wako wanamalizia, Seria wako kwenye kupandisha kuta na kumwaga lenta na maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza majukumu ya halmashauri yetu, ukiangalia ukurasa wetu wa 6 wa kabrasha letu, tumeendelea kutekeleza maagizo mbalimbali ya serikali. Tumeendelea kutekeleza maagizo ya kupokea viongozi wetu, tumeendelea kupokea maagizo ya kisera, na Mheshimiwa Mwenyekiti, na kuahidi na nakuhakikishia baraza lako, maagizo yote yaliyotolewa na serikali tumeyafanyia kazi kwa 100%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kitu kingine ni vikao vya kisheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia ukurasa wa 6 mpaka wa 8 tumeonyesha vikao vyote vya kisheria ambavyo tumefanya. Niombe kulitaarifu baraza lako tukufu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna kikao hata kimoja ambacho hakijafanyika kwa mujibu wa sheria. Mtakumbuka Mheshimiwa Mwenyekiti, mliondoka mwezi wa 6. Kwa hiyo tulifanya kikao cha robo ya 4 ya mwaka wa fedha 24/25 tarehe 30 na 31 mwezi wa 7, ambacho kilikuwa kinahusisha wa madiwani shikizi, lakini inahusisha maafisa tarafa wetu, watendaji wa kata, wakuu wa taasisi. Na nikupe taarifa njema Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kufunga mwaka taarifa hiyo unaweza ukaona jedwali namba 4 ukurasa wa 6, tumeweka taarifa ya mapato ambayo tulifunga nao mwaka. Halmashauri yetu ya mji wa Kondoa tulifanikiwa kukusanya mapato kwa 101%. Ni kazi ambayo mlituachia, lakini nishukuru wenzangu wakuu wa idara na wataalamu wenzangu kwa kufanikisha hilo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya vikao tulivyovifanya kama inavyoonekana ukurasa wa 6 na wa 8 na maamuzi tuliyoyafanya ni jumla ya vikao 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuahidi na nikuhakikishie kikao chako, sisi kama halmashauri ya Kondoa hakuna maamuzi mapya ambayo tumeyatekeleza kinyume na nyinyi ambacho mliacha mmeagiza. Hatujabadilisha fedha yoyote ya mradi, hatujabadilisha mradi wowote. Mlivyotuacha ndivyo mlivyotukuta.